Sana sisi kama Waafrika kuendelea kushuhudia yale ambayo tumeona pale Tanzania, nchi ambayo tulikuwa tunatarajia ya kwamba kuna wazalendo, kuna ukombozi sahihi. Chenye tumeshuhudia ni chamba ambalo linaturudisha nyuma zile enzi ambazo wengi wetu hata hatungetarajia kuzungumzia. Wakati tunaona wananchi wameamuka kupigania haki zao za katiba, kupigania haki yao ya katiba ili waweze kuchagua viongozi kwa njia ya haki na ukweli, tulishuhudia ya kwamba polisi ndio serikali inapiga watu kwa risasi na kuwaua wale ambao wanataka kupigania demokrasia ya nchi yao. Tunakashifu kitendo hiki kama kitendo ambacho kinataka kurudisha ili bara letu la Afrika nyuma. Maana bara letu la Afrika tumeshuhudia mambo mengi ambayo yamechukua maisha ya wananchi wengi katika nchi nyingi kwa hili bara letu la Afrika. Pia kwa haki za kikanda ya East African Community tunapiga kelele sana, kwa sababu hatuwezi kubali sisi kama viongozi wa kikanda tuendelee kushuhudia yale yote ambayo tunaona kwa nchi ya Tanzania. Maanake kitu cha muhimu kwanza na cha maana kabisa kwa mwananchi yeyote ambaye anakaa katika bara la Afrika anatarajia ni kuona viongozi ambao wanachaguliwa kwa njia ya haki na ukweli, na kusiwe na yale ambayo yanafanyika kupitia njia ya kukandamiza haki ya mwananchi. Maanake amani haiwezi kuwa kama kiongozi hawezi kuchaguliwa kwa njia ya haki na ukweli. Maanake hili bara letu la Afrika kuna tamaa ya uongozi ambayo imesababisha wengi wananchi kupotesha maisha yao, wananchi kupoteza mali yao kila wakati kwa sababu ya tamaa ya uongozi. Tunalia sana na tunaomba hata wale friends wetu kutoka nchi za mbali, hata ikiwemo pale Ulaya. Juzi niliona rais wa Amerika alichukua hatua nzuri wakati aliweza kuamua ya kwamba kama nchi ya Nigeria itaendelea kukandamiza Wakristo katika ile hali ambayo imeonekana wazi ya kwamba serikali ya Nigeria imeweza kuendelea kukandamiza haki ya Wakristo katika nchi ya Nigeria. Kwa sababu tunazungumza hayo kwa sababu iko katika bara hili la Afrika na ni changamoto ambazo tunafaa kusimama tukashifu na tupigane nazo, tuondoe kabisa. Tunaomba waendelee wengine ili waweze kusimamisha uongozi, ili viongozi wa bara hili la Afrika uwe ni kitu ambacho kinaleta amani, uongozi uwe ni kitu ambacho kinaleta umoja kwa wananchi, kwa sababu kila mtu hakuna haki ya kuishi kwa amani, kwa umoja na upendo, sio tu kumwaga damu kila baada ya muda. Tunashuhudia watu wanapigania uongozi kwa njia ambayo sio ya haki, sio ya haki ya kikatiba. Tunakataa sisi kama Wakenya, na tunakataa na tunasimama imara, na Watanzania tunawahimiza waendelee kutetea haki zao za kikatiba. Maanake baadaye watashinda vita ambavyo vimeanza na vilianza na vitaendelea, wasirudi nyuma. Na bado sisi kama Wakenya tunasimama nao kila wakati na tutaendelea hivyo hivyo. Asante sana.